Jina langu ni Karim Dickson Meshak, mkurugenzi wa masoko na mawasiliano wa shirika la bima la taifa NIC Insurance. Kwa mwaka huu 2026 tuko katika maonesho ya Nane Nane, maonesho ya wakulima Nane Nane Dodoma, na katika msimu huu wa Nane Nane tumekuja na bima zote ambazo tunazitoa kwa maana ya bima za mali na ajali pamoja na bima za maisha. Lakini kwa upande wa bima za mali na ajali kubwa, tumekuja na bima za kilimo na mifugo, kwa maana ya, kwa sababu ni maonesho maalum kwa ajili ya wakulima, kwa na sisi tumekuja na product yao ya wakulima. Lakini pia bima zetu nyingine za mali na ajali kama bima za magari, bima za vyombo vya moto kwa maana na bima za maisha, bima za nyumba pia zipo. Na kwa mwaka huu kwa kweli tunayo furaha kubwa. Mimi kama mkurugenzi nafurahi kwa sababu mwitikio ni mkubwa sana. Tanzania wamehamasika kuja kupata bima, lakini nimevutiwa na eneo moja tu, eneo la wataalamu wenzangu wa mawasiliano kwa maana ya waandishi wa habari. Unajua waandishi wa habari wamekuwa ni watu wanaohudumia jamii, wanawahudumia watu wengine kwa maana ya kutoa taarifa au kutoa habari wa Tanzania wengine wanufaike. Hata hizi bima za maisha na bima za mali na ajali, wao wamekuwa daraja kwa kuzifikisha kwa Watanzania wengine na wananchi kwa ujumla. Sasa mwaka huu wameona hapana, nao wamehamasika na wenyewe wamekuwa wanufaika au wateja wa shirika la bima la taifa kwa kukata bima za maisha pamoja na bima za mali na ajali. Unaweza kujiuliza tu, ndani ya siku moja nimekatia bima au wataalamu wangu hapa ndani wamekatia bima za maisha na mali na ajali jumla ya wateja 11. Yaani waandishi wa habari 11 wamehamasika na kupata bima za mali na ajali pamoja na bima za maisha. Sasa wito wangu kwa wataalamu wenzangu wa mawasiliano, ninawatia shime kwa sababu kesho yetu hatuijui. Tunakaa nyuma ya maiki siku zote, tunakaa nyuma ya kamera siku zote, tunashika peni na karatasi siku zote, lakini tunashika peni na karatasi na hivyo ndivyo vitaja vingine kwa ajili ya Watanzania, lakini leo wamefanya kwa ajili yao wenyewe na familia zao. Kwa wataalamu wenzangu wa mawasiliano popote mlipo Tanzania nzima, naomba mchukue huu mfano na watie shime, mwe kama hawa ambao mwaka huu wamehamasika na wamekata bima za maisha, kwa sababu kesho yao hawaijui, lakini pia kesho ya mali zao walikuwa hawaijui na hawaijui hata leo. Kwa hiyo wameamua kukata bima za mali na ajali kwa maana ya nyumba na magari, lakini pia kuna waliokata bima za maisha kwa ajili ya wao na wategemezi wao. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii au nichukue nafasi hii kuwahamasisha nyinyi nyote mlioko Tanzania nzima na hata nyinyi ambao ni wa Tanzania lakini mnaishi nje ya Tanzania, muhamasike kukata bima za mali na ajali, lakini pamoja na bima za maisha ili kulinda uchumi wenu, na kwa kulinda uchumi wenu mtakuwa mmelinda uchumi wa wategemezi wenu, na kwa kulinda uchumi wa wategemezi wenu mtakuwa mmelinda uchumi wa nchi kwa ujumla, na hivyo mtakuwa mmemsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye bima kwa wote na bima kwa Watanzania wote. Kwa jina naitwa Sofia Kingimali, ni mwandishi wa habari. Leo kwenye maonyesho ya Nane Nane Dodoma, nimepita kwenye banda la NIC, nimevutiwa na bima zao, na mimi ukiacha uandishi wa habari, mimi pia ni mama. Nimeangalia hatima ya watoto wangu kesho, nikaona na mimi niamue kupata bima ya maisha kwa ajili ya familia yangu, wategemezi wangu. Kwa na wasii na waandishi wa habari wenzangu wengine, tukiacha maisha ya uandishi, sisi pia ni wazazi, tuna familia, tuna wategemezi. Tukiangalia maisha yetu kwa upande wa uandishi tunafahamiana. Ni wasii shime tujitokeze tukate hii bima ya maisha kwa ajili ya hatima yetu ya kesho na wategemezi wetu. Jina langu ni Hadija Khalili. Mimi leo nimekata bima ya nyumba yangu ya kupata elimu ya faida ya ulinzi wa mali yako binafsi. Kwa hiyo nimeanza na bima ya nyumba, baadaye nitafuata na bima ya samani za ndani zilizoko ndani ya nyumba yangu, ambapo nitaenda kuzithaminisha, baadaye nitarudi tena, na baada ya hapo nitakata bima ya mimi na pamoja na wanufaika wangu.